Habari, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha sana katika vipindi vyetu mfululizo vya unabii kwa somo linalosema tuko wapi 2021 na 22. Ni katika masomo ya unabii yatakayoletwa kwenu na familia ya Bwana na Bibi Lawrence Malila wa kanisa la Sabato Kibada kupitia YouTube channel yetu ya Anytime Events TV. Mungu awabariki sana, karibuni sana kufuatilia vipindi hivi. Hata leo kuna somo zuri lililotolewa na Mungu akubariki sana. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha unabii, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu ambao mnaendelea kufuatilia, kutazama, kusambaza kwa ajili ya kupata ujumbe huu. Mungu akubariki sana. Tunafurahi kwa ajili ya kuona watu wanaangalia, wanasambaza. Endelea kuwaombea wanaotazama ili ujumbe huu ukapate mguso na kuwaleta wengi kwa Kristo na kumwelewa Mungu wa kweli ni yupi. Kipindi kilichopita tuliangalia sehemu ya 3 katika sura ya kwanza kitabu cha Danieli, na leo naenda kuangalia katika kitabu cha Danieli sura ya 2, kwa ni mwanzo wa sura hii ya 2. Tutaangalia Danieli sura ya 2 sehemu ya kwanza. Tuombe. Yehova Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa pendo lako lisiokuwa na kifani katika maisha yetu. Tunaendelea kujifunza katika kitabu cha Danieli na ufunuo, endelea kwa pamoja nasi. Tufundishe, tuelekeze, tukakuone wewe Bwana, tukafanye yaliyo mapenzi yako. Kwa muda na wasaa kama huu neno kujifunza neno lako, tunakusihi sana Bwana, kwa pamoja nasi. Roho wako atufundishe katika Kristo Yesu. Amen. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza sura hii au vitabu hivi vya Danieli na ufunuo. Lengo nilisema toka awali ni kuangalia tuko wapi, ndio maana somo letu linasema tuko wapi. Tutaangalia katika swala zima la unabii, tulikotoka, tulipo na tunakoelekea ni wapi. Tutaangalia dalili za kuja kwa Yesu, lakini zaidi sana ni kujua Mungu wa kweli ni yupi na anataka nini katika maisha yangu na maisha yako. Kwa hiyo kuanza sura hii ya Danieli, sura ya 2 ya kitabu cha Danieli. Tuangalie kwanza, kabla tusiingia kwanza, tuangalie mambo kadha wa kadha ambayo yanaendana katika wakati huu tulionao. Sura hii kuja tuiangalie kwa namna ya pekee sana, kwa sababu ni sura ambayo imebeba muktadha mzima wa hatima au historia ya ulimwengu mzima, toka tulivyo wanadamu walivyoanza kuona mpango mzima wa ukombozi, na kuangalia Mungu kwa nini aliamua kutupatia sura hii ya 2 katika kitabu cha Danieli. Nilikuwa nini lengo lake sisi tuweze kuelewa katika maisha yetu. Tuendelea kujielekeza katika miguu ya Mungu kwa ajili ya kuelewa mapenzi yake, nasi tuweze kumfuata. Katika maisha yetu ya kila siku tunaona mambo ambavyo yanakuwa. Biblia inatuambia ya kwamba dunia inawayawaya kama mlevi. Kwa sababu gani inawayawaya? Kwa sababu dunia imeasi au imeacha sheria na amri za Mungu, ndio maana inawayawaya. Giza kula kiroho. Naomba nieleweke hivi. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu hapa duniani, au wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza duniani, dunia ilikuwa imegubikwa na hali kubwa ya giza la kiroho, hasa taifa la Israeli ambao lilipewa nguvu kubwa na mamlaka kubwa ya kutangaza ukuu wa Mungu katika wakati ule. Lakini wakati wa Yesu anakuja kuzaliwa au anakuja mara ya kwanza, kulikuwa na giza kula kiroho, na historia huwa inapenda kujirudia mara kwa mara. Katika kitabu cha Pambano Kuu kuna maneno haya, anasema giza la kiroho linayafunika mataifa na makanisa na watu binafsi. Haitokani na kuondolewa kusio na msingi maalum kwa msaada wa neema takatifu kwa upande wa Mungu, mbali inatokana na upuuziwaji na ukataaji wa nuru takatifu kwa upande wa wanadamu. Mungu siku zote hamtumi mtumishi wake kuja kuchekesha watu. Mungu siku zote hamtumi mjumbe wake kuja kufurahisha watu. Siku zote Mungu huwa anamtuma mtumishi wake kuwaeleza watu habari ya uzima na mauti. Ndio maana mtumishi yoyote anaposimama kusema neno la Mungu, anasimama kati ya wema na uovu, kati ya uzima na mauti. Lakini pale ambapo wale ambao wanaambiwa wanakataa ujumbe wa Mungu, giza la kiroho huwa linaingia. Kwa sababu hata Yesu alipofanya injili yake, ilifikia wakati
baadhi ya sehemu za Israeli wakawa wanabeza ujumbe wake. Kapernaum ilikuwa mojawapo, Yerusalemu mojawapo. Lakini Mungu akamwambia, Yesu akamwambia mwishoni kwamba tazama, nyumba yenu imeachiwa ukiwa. Na mara baada ya Yesu kuondoka, mitume walitawanyika kwenda kuhubiri Injili mataifa mengine. Maandiko ya awali ukurasa 222 aya ya kwanza tunaambiwa maneno haya: pamoja na mateso yote watakatifu waliofanyiwa, mashahidi wa kweli wa Mungu waliinuka katika kila kona. Malaika wa Bwana walikuwa wakifanya kazi waliokabidhiwa. Walikuwa wakitafuta katika sehemu zenye giza na kuchagua watu waliokuwa waaminifu moyoni na kuwatoa gizani. Hawa wote walikuwa wamezikwa katika makosa, lakini Mungu aliwaita kama alivyomuita Sauli, ili wawe vyombo vile viteule vya kupeleka ukweli wake. Na kama Sauli, na kama kuna zao la kama alivyokuwa Sauli, kukemea dhambi wanaojiita kuwa watu wake. Ndio Mungu alivyokuwa. Ndio nasema giza lilipoigubika dunia, Mungu alienda kila sehemu akaita watu. Wakati wa Yesu kuzaliwa duniani au wakati wa Yesu kuja mara ya kwanza, alimwita Yohana Mbatizaji, ambaye yeye ujumbe wake ulikuwa siku zote ulikuwa moja kwa moja. Hakujali habari ya kiongozi, hakujali nani ni nani. Alisema ukweli. Aliitaja dhambi kwa jina lake, ila yeye mwenyewe alikuwa mfano kwa kuishi maisha matakatifu. Tunagundua ya kwamba Yohana alifanya matengenezo katika swala zima la kiasi, yaani ulaji na unywaji. Maisha yake yalivyokuwa yalikuwa ya kiasi kweli, ufalme wa Mungu uko karibu. Na sisi leo kama tuna Yohana Mbatizaji wa leo, ni lazima kuiambia dunia, kuitaja dhambi kwa jina lake. Usimwogope mtu yoyote, ili mradi ni neno la Mungu limesema. Na katika nchi zote za Pambano Kuu kurasa wa 194 anasema katika nchi zote za Kikristo Uprotestanti ulikamiwa na maadui wa kutisha. Ushindi wa kwanza wa matengenezo ulipita. Rumi ilikusanya majeshi mapya. Anasema Rumi ilikusanya majeshi mapya ikitarajia kukamilisha uangamizaji wake. Kipindi hiki utaratibu wa Jesuit au kikundi cha wanaita kikundi cha jamii ya Yesu, Jesus Society, Jesuit, ulikuwa umeanzishwa. Walikuwa wakatili sana, mafadhuli na wenye uwezo kuzidi mashujaa wote wa Katoliki, wakiwa wamejengwa na mafungamano yote ya kidunia na mivuto ya kibinadamu, walikiwa wamekufa katika madai ya upendo wa asili. Sababu na dhamini vyote vilizamishwa kabisa. Kikundi hiki kali ambapo giza lilikuwa limeifunika dunia, Mungu akanainua watu. Kikundi hiki cha Jesuit ndani ya kanisa la Katoliki kilianzishwa, watu hao wakiwa wakatili kuliko kawaida, wakiwa ni mashujaa wanajeshi waliofundishwa. Lengo ni kuangamiza Ukristo, Uprotestanti. Mateso yakaibuka, watu wakateswa. Kumbuka historia inajirudia. Hawakujua amri wala sharti lingine lolote isipokuwa ile amri yao, na hawakuwa na jukumu lingine lolote isipokuwa tu kueneza mamlaka yake, yaani mamlaka ya upapa. Injili ya kweli ilikuwa imewawezesha wafuasi wake kukabiliana na hatari na kuvumilia mateso baridi kali, njaa, taabu na umaskini, ili kuinua bendera ya ukweli katika uso wa kitanda cha kutesea, magereza na nguzo za kuchomea watu moto. Watu hawa hawakuweza kuogopa. Walisema liwalo na liwe, tutasema ukweli. Tamkumbuka John Huss. John Huss alichomwa na alikufa akiwa naimba. Alisema maneno ambayo ni magumu, lakini kwa sababu moyo wake ndivyo ulikuwa.
akasema maisha si kitu ukilinganisha kutetea ukweli wa Mungu. Hata Yesu alipopelekwa Kalvari hakujali, alikufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. John Huss alichoma moto mpaka anakufa akiwa anaimba, ni kwa sababu ya upendo na ujumbe alikuwa ameubeba. Anasema ili kupingana na majeshi haya, Ujesuiti uliwatia moyo watu wake kwa ushupavu ambao uliwawezesha kustahimili hatari hizo na kushindana na nguvu ya ukweli. Anaendelea kusema ili kupingana na majeshi haya, Ujesuiti uliwatia moyo watu wake kwa ushupavu ambao uliwawezesha kustahimili hatari hizo ambao tumeziona: taabu, njaa, baridi. Hawakujali, waliwafuata watu hawa kushindana na nguvu ya ukweli kwa kutumia silaha za udanganyifu. Hawakuwa na kosa lolote kubwa kwao la kutenda. Hapakuwepo na udanganyifu wowote wa kuchukiza sana kwao wa kufanya, wala hawakuona tatizo lolote kubwa kwao la kuficha. Waliapa kudumu kuwa makini na kunyenyekea. Lengo lao walilosomea ilikuwa namba moja. Lengo lao kubwa namba moja, kupata utajiri na madaraka. Namba mbili, kujitolea kuangusha Uprotestanti au Kristo wa kweli. Namba tatu, kuimarisha tena mamlaka ya upapa. Kumbuka, tuangalie upapa ni nini. Usisite kuendelea kufuatilia masomo haya. Wakati wakitoka kama wanajumuiya watekeleza agizo lao, walivalia vazi la wema na utakatifu. Jamii ikiwatizama kama watu wanaotoa misaada, jamii ikiwaona ni watu ambao wanatembelea magereza, jamii ikiwaona ni watu ambao wanagawa vitu ambavyo ukiviona kwa nje unasema hakika hawa ni watu wa Mungu, lakini ndani yao walikuwa na ajenda yao ambayo ilikuwa ni kuangusha Uprotestanti. Hivyo twende kwenye somo letu, Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili, tulivyoangalia katika muktadha wa kitabu cha Danieli, tuliona ya kwamba ni sura ambayo inaongelea historia ya maisha au historia ya Ukristo kwa ujumla, historia ya hali ya kiroho, historia inayoeleza nyakati zilizopita, zilizopo na zinazokuja. Na sura hii imegawanyika katika muktadha mbili, yaani ina ndoto na maana ya ndoto. Katika Danieli sura ya pili aya ya 9, Mungu alijua kwamba mfalme alikuwa akifikiria juu ya wakati ujao wa ufalme wake alipoenda kulala. Tutaangalia kwanza ndoto hapo ili kujifunza maana ya ndoto. Kwa hiyo Mungu anamtazama mtu kila mmoja kumchunguza. Mfalme Nebukadneza anaonekana kuwa anatafakari juu ya mambo yajayo. Anawaza juu ya Babeli aliyojenga baba yake yeye mwenyewe. Anaona yeye ni mtawala dunia nzima kwa wakati huo. Anaona atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Lakini Mungu, kwa sababu anatafakari mambo ya wakati ujao, mtu huyu Mungu akampa ndoto sasa juu ya mambo yajayo. Biblia inasema neno haya katika Danieli 2:29. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, halafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Kwa sababu mfalme aliwaza juu ya mambo yatakayokuja, Mungu naye akamfunulia juu ya mambo hayo. Lakini Mungu alimpa ndoto ya kujibu mahangaiko yake kuhusu wakati ujao. Kwa sababu nawaza mambo yajayo, Mungu anakupa kila ambacho anakitaka. Alimpa mfano wa kila ambacho anakitaka, mahangaiko yake ya nini kitatukia baadaye, na ufalme wako utakuwaje. Mungu akampatia ndoto. Sikiliza maneno haya. Danieli 2:1 anasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndoto ya mfalme ilikuwa inatatanisha juu ya mambo yake. Akaona ndoto ilivyokuwa, haelewi, na bahati mbaya au bahati nzuri, mfalme akaisahau ile ndoto.
Na katika kitabu cha Danieli 2:3 anasema Mungu akaificha ndoto hiyo kutoka katika kumbukumbu ya mfalme. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Mungu alitaka kujionyesha kwamba yeye ndio anayeongoza, yeye ndio anayejua wakati ujao, na yeye ndio anayesoma mawazo ya mwanadamu. Kitabu cha The Viewer ni Herald Februari 27 ukurasa wa mwaka 1913. Shetani hawezi kusoma mawazo yetu, lakini anaweza kuona matendo yetu, anaweza kusikia maneno yetu, na kutokana na ujuzi wake wa muda mrefu juu ya familia ya kibinadamu anaweza kufanyizia vishawishi vyake ili kunufaika na udhaifu wetu wa tabia. Hawezi shetani kuingia kwenye akili yangu, hawezi shetani kuingia kwenye akili yako, ila isipokuwa pale ambapo unapoanza kutamka maneno, unapoanza kutenda, anatumia hicho kitu kuingiza vishawishi vyake na hivyo kukunasa. Shetani asingaliweza bustani ya Eden kumwambia Hawa juu ya hilo tunda, ila Hawa alienda kwenye lile tunda, akaanza kulitafakari, kuliangalia na kulitamani na kuanza kunena. Alipoanza kunena tu ndipo shetani akapata nafasi ya kuingia. Maana yangu ni hii, shetani hawezi kusoma maneno au mawazo yako kichwani mwako. Hana access katika ubongo wa mwanadamu, hana access katika ubongo wangu, ubongo wako. Hiyo ni ndoto. Na katika kitabu cha Danieli 2:36 anasema kwamba hii ndiyo ndoto tutakayoihubiri mbele za mfalme. Kwa ndoto hii ni lazima ihubiriwe. Hawa watu walimwambia mfalme juu ya hii ndoto. Ndoto hii ni lazima kila anayeishi katika ulimwengu huu aifahamu maana yake, afahamu ndoto, afahamu maana yake. Nini kitamsaidia baada ya kufahamu hayo mambo? Atamfahamu Mungu anataka nini katika maisha yake. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefurahika hata nijue tafasiri yake. Danieli 2:3. Ameota ndoto na anataka kujua tafasiri ya hiyo ndoto kwa sababu ilihusu mambo yake na mawazo yake. Na katika kitabu cha Danieli 2:10 Mungu alijua kwamba mfalme atawaita wataalamu waliozama katika uchawi, wanajimu hawa, wakalidayo, waganga, wasihiri. Mungu alitaka kufichua dini ya uongo ya Babeli na kufichua wazi kwamba njia za uchawi hazifanyi kazi. Na leo tukijifunza habari za kitabu hiki, tunataka tufichue upi ni Ukristo wa kweli, yupi ni Mungu wa kweli, na upi ni dini ya uongo. Ndio maana nataka tujifunze, tumfahamu Mungu. Maana Biblia inasema kitabu cha Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Kristo Yesu uliyemtuma. Kwa hiyo tukishamjua Mungu wa kweli na wa pekee ni yupi, na Kristo aliyemtuma, tutawaambia ulimwengu dini ya kweli ni yupi na dini ya uongo ni ipi. Danieli 2:10 anasema, wakadai wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkalidayo. Wakadeclare wao wenyewe wakasema, hatuwezi kutoa tafasiri juu ya mambo haya, maana Mungu hafungamani na miungu. Mungu si miungu, Mungu ni juu ya vitu vyote. Kwa hawa walikuwa wachawi, wasingeweza kujua siri na matakwa ya Mungu kwa sababu amwabudu Mungu wa kweli. Mungu anataka kujitukuza kwamba yeye ni Mungu anayejua jana, leo na kesho. Njia za Mungu kufunua nyakati zijazo. Kwa sababu hawa walishindwa, njia za Mungu ni zipi? Amosi 3:7 anasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.
Danieli 2:17 na 19 hadi 19 anasema, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Wao ilihitaji mtu ajinyenyekeze ili Mungu amwonyeshe mapenzi yake. Inamhitaji mtu, inanihitaji mimi na wewe, inanihitaji mimi na wewe tupate kunyenyekea chini ya msalaba wa Kalvari ili tuweze kufahamu mapenzi ya Mungu. Maana Kristo anasema, jitieni nia yangu, maana mimi ni mnyenyekevu. Kama Yesu ni mnyenyekevu, yatupasa na sisi kuweza kuwa wanyenyekevu. Inatupasa tunyenyekee ili tujue yaliyo mapenzi ya Mungu. Maana nyingine, tuombe toba, kusamehewa uovu, tuombe rehema za Mungu, ndipo Mungu atatusafisha na atatuonyesha mapenzi yake ni yapi. Ndio maana nasema, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo, cha kwanza aliwapasha wenzake, wakaomba kwa pamoja, wakatubu, wakaomba rehema za Mungu, kwa sababu walinyenyekea, wakajua mapenzi ya Mungu. Mungu aliwafunulia. Anasema Isaya 46:9-10, tofauti ya Mungu na miungu ni hii. Anasema katika kitabu cha Isaya 46:9-10, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu ambaye anatangaza mambo yajayo toka mwanzo. Kwa hiyo alimwambia mfalme habari ya ndoto ile, kwamba yeye anajua kile ambacho mfalme anatafakari. Akampatia ndoto, mfalme akafadhaika, hakuijua, akaita wachawi wake. Sasa tofauti ya wale wanajimu, tofauti ya dini ya mfalme Nebukadneza na Mungu na dini ya Mungu wa kweli ni hii: Mungu hufunua mambo yajayo tokea mwanzo. Ndio maana tunaona hawa wanashindwa, kwa sababu hawajui mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu kwa sababu anasema hapana aliye kama yeye, hapana Mungu kama yeye, yeye hutangaza, atangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Kwa hiyo mambo ambayo mfalme alikuwa hayajui, anatafakari juu ya ufalme wake, lakini Mungu anamwambia, wewe utapita, utakuja ufalme mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, na hizo falme zote zitatoka, utakuja ufalme ambao hauna mwisho, nao utatawala milele. Danieli 2:27-28. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu hawawezi. Kwa nini hawawezi? Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwako siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Kwa ilikuwa ile ilikuwa ndoto. Sasa tunaenda kuangalia maana ya ndoto. Danieli 31-30. Danieli 2:31-35 anasema maana sasa ya ndoto. Tunaanzia hapa. Wewe mfalme uliona, na tazama sanamu kubwa sana, sanamu hili iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana, ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu. Jambo la kwanza, dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu chuma
na nusu udongo, dhahabu, fedha, shaba, chuma. 38 anasema na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mkono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma, na udongo likaivunja vipande vipande. Kwa maana nyingine alionyesha kwamba wewe ufalme wako utapita, utakuja ufalme mwingine utapita, utakuja mwingine utapita, na mwingine utapita, lakini baada ya hizo ufalme kupita, Yesu atakuja. Ndio hilo jiwe lisofanywa kwa mikono ya mwanadamu litakuja kutawala. Tutakuja tuulize swali, kwa nini linapiga miguu na wala halipigi kichwa, halipigi mabega, halipigi kiuno wala tumbo au miguu? Linapiga miguu, halipigi kuanzia sehemu nyingine, ila kuanzia kwenye miguu linapiga na kudondosha na kusambaratisha. Sasa tunasema ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari, upepo ukavipeperusha. Sanamu ile likapigwa, likasambaratishwa, likawa kama kiwanja, kama sehemu ya kuchezea, kama sehemu ya kupepetea, halikuonekana tena. Anaendelea kusema hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Falme zote zitapita, lakini Yesu atakuja kutawala. Yesu ndio lile jiwe, tutakuja tuone hapo baadaye. Bible Commentary gombo la 4 ukurasa wa 1168 anasema ile sanamu iliyofunuliwa kwa Nebukadneza, huku ikiwakilisha kuzorota kwa falme za duniani katika mamlaka na utukufu, pia inawakilisha kwa kufuata kuzorota kwa dini na maadili miongoni mwa watu wa falme hizi. Mataifa yanapomsahau Mungu ndivyo yanavyokuwa dhaifu kiadili. Ukiangalia kali madini yalipokuwa yanapungua thamani, ndivyo falme zilizokuwa na nguvu. Ukiangalia dhahabu ina thamani sana kuliko shaba, shaba ina thamani sana kuliko fedha, fedha ina thamani sana kuliko chuma. Lakini ukija kuangalia ufalme wa Babeli ulikuwa na nguvu, lakini haukuwa na nguvu kama Umedi na Uajemi. Umedi na Uajemi haukuwa na nguvu kama Uyunani. Urumi ulikuwa na nguvu kuliko Uyunani. Kwa wakati ambapo madini haya yalipokuwa yakishuka thamani, ndipo uovu na ukatili wa falme hizi. Ndio maana Nuku inasema falme zilizokuwa zinafuata hazikumjua Mungu, ndio maana zilikuwa zinatenda ukatili, kwa sababu hazijui mapenzi ya Mungu. Maana ya ndoto tunaenda kuangalia, Babeli ni kichwa cha dhahabu, ilitawala kutoka mwaka 605 hadi mwaka 539 kabla ya Kristo. Danieli 2:37-38, wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kile kichwa cha dhahabu. Anamwambia mfalme kwamba mfalme, wewe kile kichwa cha dhahabu, yaani mfalme wa Babeli uliokuwa chini ya mfalme Nebukadneza ndio kilikuwa kile kichwa cha dhahabu. Danieli 2:39 anasema ufalme uliofuata ulikuwa Umedi na Uajemi, uliotawala kuanzia mwaka 539 hadi mwaka 331 kabla ya Kristo. Kumbuka, kabla ya Kristo miaka ilikuwa inaenda kwa kushuka chini. Hatuhitaji hata kusoma katika vitabu vya historia kujua hili. Danieli 5 inaonyesha wazi ukweli kwamba ufalme wa Babeli ulifuatiwa na Wamedi na Wajemi. Wewe tuangalie hapo baadaye. Danieli 2:39, na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo
Yaani katika thamani ya dhahabu na shaba, dhahabu iko juu. Ndio anasema ufalme mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utaitawala dunia yote. Yaani Uyunani. Ufalme wa tatu ulikuwa Ugiriki. Ufalme huu ulitawala kutoka mwaka 331 mpaka mwaka 168 kabla ya Kristo. Kwa mara nyingine tena, hata sisi lazima kwenda kwenye vitabu vya historia ili kugundua kwamba Umedi na Uajemi ulifuatiwa na Ugiriki au Uyunani. Danieli 8 inaweka wazi kwamba ufalme uliofuata wa Umedi na Uajemi ulikuwa Ugiriki. Usikose kufuatilia katika mfululizo wa vitabu hivi vya Danieli na Ufunuo. Tutaangalia Danieli 5, tutatuambia kwamba ufalme uliofuata ni Umedi na Uajemi. Tutaangalia sura ya 8, itatuonyesha kwamba ufalme uliofuata baada ya Umedi na Uajemi ulikuwa ni Uyunani, na baada ya hapo tutaangalia ufalme wa Rumi bwana kuisoma sasa. Kwa mara nyingine tena, hata sisi lazima kwenda kwenye vitabu vya historia ili kugundua kwamba Umedi na Uajemi ulifuatiwa na Ugiriki. Danieli 8 inaweka wazi kwamba ufalme uliofuata Umedi na Uajemi ulikuwa ni Ugiriki au Yunani. Katika mwandishi mmoja anayeitwa Edward Gibbon, katika kitabu cha gombo lake la 6 kinachoitwa Decline and Fall of the Roman Empire, anasema maneno haya: ufalme wa 4 ulikuwa ufalme wa Rumi, na Rumi ilitawala kuanzia mwaka 168 hadi mwaka 476 baada ya Kristo. Kwamba Roma ilikuwa mamlaka ya 4 inayoonekana wazi katika Ufunuo 12. Kwa hakika ufalme huu unaitwa ufalme wa chuma wa Roma, na mwanahistoria huyo ambaye ni Edward Gibbon anaeleza katika kitabu chake hicho. Danieli 2:40 inasema, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kitesavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Kwa kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo hadi mwaka 476 baada ya Kristo, ufalme wa Rumi uligawanywa katika falme 10 kutokana na uvamizi wa shenzi. Bado chuma katika miguu lakini aina tofauti ya chuma katika miguu lakini aina tofauti ya Roma. Roma iliunganishwa na udini eneo moja, lakini aina tofauti za falme zilikuwa zinafuata, lakini ilikuwa ni Roma ile ile. Ukienda kule chini katika mguu wa miguu kuna vidole 10. Yaani mguu wa kulia vidole 5 na mguu wa kushoto vidole 5, jumla vidole 10. Roma Empire au the Pagan Rome iligawanyika katika mataifa 10, lakini endelea kuwa ni Roma, lakini katika muktadha tofauti. Ikaja ikabadilika ikawa Roma iliyogawanyika, baadaye ikafuata upapa. Upapa ndio unaoendelea mpaka hivi leo. Danieli 2:41, na kama vile ulivyoviona hivyo hizo nyayo za miguu na vidole vyake vidole 10 kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope. Kwa hiyo kama ambavyo Biblia inatueleza kwamba nyayo zile zilikuwa zinachanganyikana na udongo na chuma, na wao watajaribu kujichanganya na wanadamu, lakini hawataweza. Maana nyingine ni kwamba ufalme wote utakuwa umegawanyika. Ndio unakuja kuona kwamba ufalme wa Roman Empire, the Pagan Rome Empire, ilikuwa imegawanyika katika mataifa 10. Kwa hiyo tunajifunza katika sehemu ya kwanza ya kwamba mfalme aliota ndoto, na katika ile ndoto akaambiwa maana yake kwamba yeye ni kile kichwa, baada yake yeye utaibuka ufalme mwingine mdogo, na baada ya ile ufalme utaibuka ufalme mwingine wa tatu,
na ufalme wa nne. Lakini ule ufalme wa nne tunaambiwa ulikuwa ni ufalme uliogawanyika katika makundi 10 au katika mataifa 10. Siku inayofuata wote tuangalie mataifa hayo 10 yalikuwa yapi na kila ufalme ulikuwa na sifa zipi. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kuuliza maswali. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kutufundisha katika juu ya somo hili katika kitabu cha Danieli sura ya 2 sehemu ya kwanza. Endelea kuwa pamoja nasi Bwana, na kila atakayetazama video hii Bwana ukamsaidia akaelewe, akafuate ndio mapenzi yako, akakujua wewe kwamba wewe ni Mungu wa kweli na wa pekee, na Kristo aliyemtuma mwana wako ili akafanye mapenzi yako. Ndio kutufundisha Bwana, tumeomba katika Kristo Yesu, amen.